Nilikuwa najaribu kumsikiliza Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Yeye anazungumza, anasema taifa hili lina rasilimali za kutosha, na ndio maana watu wengine wanamezea mate. Amezungumza rasilimali tulizonazo na ni kweli. Lakini mbona Tanzania hatufanani na rasilimali hizo? Mbona hatufanani nazo? Kama kweli tunazo rasilimali hizo anazosema, na mimi naamini zipo. Unayozungumza uranium, liganga, madini ya chuma kabisa. Yani ni ufahari wa hali ya juu. Mbona hatufanani nazo? Yani tukiangalia Watanzania maisha yetu na hizo rasilimali, mbona tuendani? Mimi nilichokigundua ni kimoja, ni ubinafsi. Ubinafsi wa viongozi tulionao. Hivi viongozi tulionao leo wanaweza kufanana na Nyerere hata kwa sekunde. Hii unayo access hapa waziri, ni demokrasia kubwa mno, direct democracy hapa, ambao kila mtu yuko huru kusema, na umesema tuseme. Kwa hiyo sasa vijana, kitendo cha kuwaziba vijana, na kutolea mfano hapa, naweza nikaa na bomba lile la kusukuma vijijini, humo tuna mabomba kama yale. Hapo unasukuma maji, pale kuna koki ya kutoa maji. Unaposukuma pale umefunga pale stoki, lakini hapo unasukuma. Unategemea nini hapa njiani? Si maana yake tapasuka. Ndicho kilichotokea tarehe 29. Kwa sababu umeziba watu wasiseme, watu wasiwe huru. Haya, angalia, mtu anampenda mtu wake amchague, unamkata jina kule. Chama fulani anakipenda, unakikata kule. Sasa unategemea huyu kijana afanye nini? Kimbilio lake liwe wapi? Haya ni maisha yetu wote, tupunguze ubinafsi. Kwa hiyo niwaombe kama viongozi wetu, mtusaidie sana. Mwisho kabisa, hebu tuache uwanda wa mambo ya teknolojia uchukue nafasi yake. Kwenye mambo ya teknolojia ichukue nafasi yake. Hii mitandao ya kijamii imeletwa kwa ajili ya vijana. Asilimia kubwa ndio tuko huko. Mkitunyima fursa hizo, TikTok tu, mtu anaweza kutengeneza 3 mpaka 4 akiwa na access ya kuweza kutumia. Leo mmezima, haya anaishije yule mtu? Kero zipo nyingi, lakini kero ya Watanzania na vijana wengi ambayo tunaambiwa ni zaidi ya 60% ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunahitaji tupate katiba mpya. Tujiulize, tangu tarehe 24 ya mwaka 1977 mpaka tarehe ya leo ya mwaka 2025, takriban miaka mingapi? Kwa uthibitisho, vijana tunahitaji haki ya kikatiba. Tumeona mambo yaliyotokea Oktoba 29. Taifa kama vijana tumeumia sana. Tumesimama hapa kama Watanzania. Yawezekana wengi wanashindwa kutoa maoni kulingana, pia kuna changamoto zinazojitokeza. Tunashindwa kuwa huru. Sasa hata haya maoni tunashindwa kuelewa ni yepi tutoe. Naweza nikatoa maoni, lakini unahofia nitafika kesho. Ni ukweli usiopingika. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema katika moja ya nukuu, nikimnukuu, katiba ni sawa na vazi la mwanafunzi. Mwanafunzi anapokuwa darasa la kwanza shule ya msingi, ushonewa vazi jipya. Lakini anapofika darasa la 7, vazi lile halimfai tena. Ni kuichana na kumtengenezea uniform itakayomtosha na mazingira yake ya wakati ule. Mwaka 77 technology sidhani kama ilikuwepo. Sasa lazima tujue kwamba vijana kiu yao kubwa ni katiba. Isipokuwa hivyo, kuna haki za msingi haziendani na dunia ya sasa. Wamebaka mfuko fulani. Yule ameshaondoka. Ameshaondoka ndugu yangu. Umeongea vizuri sana. Haya ndio mambo tunataka kuyasikia. Kwa sababu mimi niko hapa ili tuijenge nchi yetu. Na maelekezo ya rais anataka vijana wazungumze, wanataka nini? Wanahisi nini hakiko sawa? Turekebishe wapi? Kati ya vitu mmenifurahisha wana Uyole. Changamoto zote mlioziongea mmetoa na mapendekezo. Na hiki ndicho tunachokihitaji sasa. Kwa muda nitakaokaa katika wizara hii, nataka nihakikishe vijana wa Tanzania sauti yao inasikika, wanapewa vipaumbele, na nitawasemea kadiri ninavyoweza sawa sawa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kipaumbele kikubwa cha Mheshimiwa Rais sasa hivi ni kundi la vijana. Ndio maana kauli mbiu yetu katika ziara hii tunasema hivi,
Vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu. Vijana tuyajenge, maana yake nini? Haya tunayoongea ndio atakayotengeneza kesho yetu. Ukiacha mapenzi ya Mungu, lakini sisi vijana ndio tuna kesho kubwa zaidi kuliko mtu yote yule. Kwa hiyo nchi ikiharibika leo, maana yake tumeharibu kesho yetu na watoto wetu. Nchi isipokaa saa leo, sisi ndio tunapata madhara makubwa. Hata madhara yote tunayozungumzia yaliyotokea, waathirika wakubwa ni vijana. Kwa lazima tukae chini, tukubaliane, tupeane mawazo kama tunavyopeana haya mawazo.